Kombozi wa ulimwengu, kwa sababu angezaa kwa uwezo wa kawaida kama wanadamu wengine, lakini kwa sababu Kristo alizaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akaitwa mtakatifu, mwana wa Mungu aliye juu. Na kupitia tendo hilo, nasi tunampokea Kristo, hatuzaliwi tu kwa kawaida, tunazaliwa tena upya na Roho Mtakatifu na kufanyika watoto wa Yesu Kristo. Sema amen. Haleluya. Yesu asifiwe. Kwa hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu haishi tu kutupa kuomba, haishi tu kutupa kuhubiri, haishi tu kutupa uwezo wa kufunga. Inatupa nguvu ya kutenda mambo yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa sababu isingewezekana mtu kupata mimba bila kukutana mwanaume, isingewezekana, lakini kwa uwezo wa Roho inawezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo asubuhi ya leo, tazamia nguvu ya Roho Mtakatifu ikuwezeshe. Kwa tunaposema nguvu ya Roho Mtakatifu ni Roho Mtakatifu mwenyewe. Amen. Hapa inasema atakujilia Roho Mtakatifu na nguvu itakuwa. Kwa hiyo kuna watu wanaweza kupokea Roho Mtakatifu wakashindwa kupokea nguvu za Roho Mtakatifu. Ni kitu kigumu kunyelewa. Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Una uwezo wa kumpokea Roho Mtakatifu, lakini unapopokea nguvu zake, matendo yako yanageuzwa, yanaanza kuzaa matunda ya Roho Mtakatifu. Unapopokea uweza wa Mungu tokao juu, maisha yako yanageuzwa kikamilifu na kuwa na mfano kamili na sura ya Kristo. Kanisa tukikosa Roho Mtakatifu, tunakuwa makusanyiko kama ya makusanyiko mengine, lakini tofauti na wengine ni Roho Mtakatifu na nguvu zake zikikaa pamoja nasi, kwa sababu tutaweza kuomba kupitia Roho Mtakatifu na maombi yetu yatamgusa Mungu. Amina. Tulikuwa tunaomba siku ya Ijumaa hapa, nikawaambia watu, mtu aliye na Roho Mtakatifu, pepo haliwezi kukaa ndani yake. Yesu atusaidie. Mtu aliye na Roho Mtakatifu, pepo haliwezi kukaa ndani yake. Kwa nini? Kwa sababu nguvu za aliye juu zilipomfunika Mariamu, hakuna mwanadamu ambaye aliweza kuzuia kusudi la Mungu juu ya Mariamu, kwa sababu nguvu za Mungu zimekaa juu ya Mariamu. Kwa hiyo tunapombeba Roho Mtakatifu, tunapombeba Kristo ndani yetu, hakuna kitakachozuia chochote kulifanya kusudi la Mungu. Hata kama watu watainuka kinyume chako, lakini kama umembeba Roho Mtakatifu, mwisho watakuwa rafiki zako, kwa sababu hawatakushinda, utawashinda kwa sababu ya Roho Mtakatifu ndani yako. Sema amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tunaposema Roho Mtakatifu, tunataka kanisa turudi kwenye matendo ya Roho Mtakatifu. Tunataka kanisa turejee kwenye zile nguvu walizopokea mitume. Tunataka turejee kwenye ibada zile ambazo watu walikuwa kusanyika. Roho Mtakatifu ndo anaratibu kila kitu, kwa sababu walikuwa wana nguvu za Roho Mtakatifu. Ibada isipofunikwa na nguvu za Roho Mtakatifu, utaona watu wanapiga miayo na muda unakuwa unaenda, lakini akifunika haujui hata kuangalia saa ni saa ngapi. Unachojua ni kuwekeza moyo wako kwa Bwana. Amen. Unachojua ni kusifu. Mimi nilikuwa nasifu hata sijui kama muda unaenda. Haleluya. Tunaabudu, tunatamani tuabudu kwa sababu nguvu za aliye juu ziko mahali hapa. Nguvu za Kristo zikikaa mahali, hakuna jambo ambalo la kiungu litazuiliwa. Amina. Naomba useme maneno haya: Roho Mtakatifu akiwa juu yangu, hakuna chochote kitakachozuia kusudi la Mungu lisitimizwe kwenye maisha yao. Amen. Kwa hiyo tunaona Mariamu akaambiwa utazaa mtoto kwa uwezo wa Mungu aliye juu. Kwa hiyo na sisi lazima tuzae matunda kwa uwezo wa Kristo na uwezo wa Roho Mtakatifu. Amen. Lazima tuzae
vya roho. Lazima tuzae matamko mema, lazima tuzae baraka, lazima tuzae matunda mema, kwa sababu Roho Mtakatifu atakaa juu yetu na nguvu zake zitatukalia kwa jina lake Mwokozi Yesu. Amen. Kanisa tunahitaji nguvu. Kanisa tunahitaji nguvu. Kanisa tunamhitaji Roho Mtakatifu na nguvu zake. Roho Mtakatifu ni nguvu isiyozuilika. Holy Spirit is unstoppable power, unstoppable anointing. Mtu aliyebeba Roho Mtakatifu, kuna mahali atapita wengine hawatapita. Kitakachofanya uvuke mambo magumu yanayotokea katika maisha ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Tunapopita katikati ya kujaribiwa, tunapopita katikati ya changamoto, tunapopita katikati ya kukataliwa, kitakachokupa nguvu ya kustahimili ni uwezo wa Roho Mtakatifu ulioko juu. Ila uwezo usipokuwepo, hata kama ukikatishwa tamaa utaikata vizuri. Ila Roho Mtakatifu akiwa juu yako, hata kama utakatishwa tamaa, wewe utasonga mbele, kwa sababu umembeba Roho asiyezuiliwa. Umembeba Roho Mtakatifu asiye na mipaka. Umembeba Roho Mtakatifu asiye na kizuizi mbele yako. Ukitaka huduma yako iende mbali, mbebe Roho Mtakatifu ambaye atakuchukua viwango vingine na kukutambulisha mahali pengine. Ukiona watu wanatumia nguvu za giza kutambulika, jua hawakujua uwezo wa Roho Mtakatifu. Lakini wakijua uwezo wa Roho Mtakatifu, ya kwamba na uwezo wa kukutambulisha ndani ya siku moja katika dunia yote, hata bila kufanya matangazo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu piga picha kama Joshua alisimamisha jua. Manake kama ni dunia yote, wakati palipokuwa mchana waliona jua limesimama, wakaanza kuwaza kuna kitu gani kimetokea. Kumbe ni mtu mmoja aliyembeba Roho Mtakatifu kalisimamisha jua. Hakuhitaji afanye matangazo, lakini Biblia ilimfanyia promotion mpaka leo tunamsoma. Sema amen.